Kwa majina naitwa Joel Jafes, mkazi wa Matopeni. Ilikuwa saa 11 hivi ndio tusikia kuku wanalia. Kushutuka kumbe maji yameshafika kitandani. Ile kwenda kuwaokoa ikawa changamoto kuwaokoa. Yaani kwa sababu ilikuwa ni ghafla tukijua tufanye nini. Haya hawa wengine hawa wadogo wameingia Jumatatu. Walikuwa kuku 400 wadogo. Walikuwa wanapaswa kuanza kuuzwa wiki ijayo. Ndio hawa. Sababu hao ni kuku wa nyama. Walikuwa kuku na wenyewe walikuwa 400. Hayo jumla walikuwa kuku 800. 800 tunaoona leo basi ni hao wala sijawahesabu, lakini naona idadi yake ni ndogo sana. Hivyo ndio tukio. Kwa hiyo ndio hivyo, yani tukio ndivyo lilikuwa hivyo. Ndio umepata zamani, yani kuna zamani gani? Ngumu kama hivyo. Yani hapa haraka kwa kuku tu kwenye milioni 8. Kidogo niambie, tofauti na athari hizo ya kuku, kuna athari nyingine umezipata? Na athari ni magodoro hayo, vitanda kuelea, madaftari ya watoto na nguo tu na hivi vyombo vya kulia chakula vingine vimeenda na maji hivyo, yani kwa sababu hatujakaa vizuri. Uwezi ukabaini kwa haraka. Lakini hasara zimekuwa kwa kweli. Okay. Nini ambacho pengine unakiomba labda kwa serikali au kwa wadau? Nilichokuwa naomba cha haraka pengine kuna shida labda kuku tu ningepata mtaji wa kuanzisha tena. Ningekumua kwa wepesi, maana unakuta unakuwa na mikopo na kuwa umetoa hapa hasa zimekufa zote hivyo, unajiuliza wanzie wapi, unakuwa na madeni. Okay, nitaka kuuliza pia mradi huu wa kuku umetokana na ulikuwa na mkopo huko, labda ukiendeshwa kwa mkopo au ulikuwa ni kwa gharama yako binafsi? Okay. Kweli hali ni unajua, mtu akianza kujikwamua kimaisha, kutafuta jinsi ya kusomesha watoto, kama unavyoona madaftari yameroa, vyombo vimeroa, magodoro yameroa, akiwa na hali ya kutafuta jinsi ya kushughulikia watoto na familia, kwa kweli ni uchungu mzito, ni uchungu mkubwa. Lakini bado napenda kuita wana jimbo la Bukoba mjini na wananchi kwa ujumla, ikiwa natokea vitu kama hivi, tuwe pamoja kusaidiana kwenye shida na raha. Ndio nasema tusaidiane, tupike, tufariji. Kama kuna vimichango vidogo vidogo tuwasaidie wananchi ili waweze kukidhi mahitaji kwa wakati wanajipanga. Tumesikia anasema hapa amepata hasara kubwa na pengine ikiwezekana atatamani pengine, kwa sababu alikuwa anatumia gharama yake, kwa sasa hawezi kumudu tena kupata hiyo milioni 8 ambayo ni athari. Anasema kama serikali ikipendeza pengine iwasaidie hata kwenye mikopo. Kwa hili pengine kuna namna unalichukua? Mimi hili nalichukua. Ndugu mwananchi, nalichukua. Tutakuja tutakaa tuzungumze, tuliweke sawa na tunaona jinsi gani tutakavyomsaidia mwananchi huyu kuhusiana na taratibu za mikopo na nini kwa kutumia wahusika. Tunaomba serikali tutakao kwa taratibu, tutachakata kwa pamoja, tutaangalia jinsi ya kufanya. Familia nipe pole kwa sababu imepoteza kuku wengi kama ulivyosikia anasema. Lakini pia wana Birere, Mtopole, ule Mkigusha, Bakoba, kama nilivyozitaja zile kata zote zilizopatwa na haya mafuriko. Na wanajimbo kwa ujumla niwape pole, lakini pia niipe familia kubwa ile ambayo imeangukiwa na ukuta, watoto 4. Niwape pole sana na wanajimbo kwa ujumla kwa hii mvua, lakini pia Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, Mheshimiwa Johnson Mtosi, pia nawapa pole kwa hili, lakini pia atazidi kuwapa faraja atakapofika kutoka kule.